Kundi letu ukilitazama kwa jicho la haraka unaweza ukaingia mtego wa kuamini kwamba ni kundi jepesi. Lakini ukilitazama kwa jicho la kiufundi na jicho kubwa unakuja kubaini ni kundi gumu kweli. Changamoto ni kwamba sisi tumekariri tukipangiwa na timu kutoka ukanda wa kaskazini basi tunaamini hilo kundi ni gumu. Na ukipangiwa na timu kutoka ukanda mwingine wa Afrika basi tunaamini hilo timu ni mchekea. Kwa sisi kupangiwa na timu mbili ambazo zinatoka ukanda wa tofauti na kaskazini imewapa watu ahueni kubwa ya kuamini kwamba kundi letu ni jepesi. Lakini ukweli ni kwamba kundi letu ni gumu. Petro Atletico sio Petro di Luanda sio timu ya kuichukulia poa. Ni timu ngumu, ni timu nzuri, imejipanga vizuri. Ukiangalia hawa ni wana nusu finali wa ligi ya mabingwa msimu mmoja uliopita. Maana yake ni kwamba ni timu ambayo iko imara, iko thabiti na iko vizuri kweli. Hata ukiangalia Stade Malien pamoja na kwamba hawana historia na jina kubwa Afrika, lakini haiondoi ya kwa ukweli kwamba ni timu ambayo inaundwa na wachezaji wengi vijana ambao wana uchu wa kufanya vizuri na kufika mbali na kutafuta soko. Na sote tunajua ya kwamba timu za mavijana wa magharibi wanayatumia haya mashindano ya Afrika kujiuza zaidi. Kwa hiyo unapocheza na watu wa namna hiyo ambapo unakuta nusu ya timu yote hiyo ipo sokoni na tafuta soko, maana yake mechi inakuwa ni ngumu. Kundi letu ni gumu sana. Esperance hawa ndio hawamiliki kwa ubora wao. Kwa hiyo kundi letu ni gumu, lakini tumejidhatiti kwenda kupambana na kuvuka kwenda hatua ya robo finali. Ni wana robo finali mpaka mlikuwa mnaota kina mwaka robo. Mnaona nafasi ya kuvuka mara baada ya kusema sasa kundi ni gumu? Ya, nafasi ya kuvuka ipo pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini sisi kwa ubora tuliokuwa nao, uzoefu tuliokuwa nao, tuna imani, tunaamini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Na vipi kuhusiana na uwanja? Manake tumeona taarifa za timu tofauti zikitaja uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar kama ni uwanja wao wa nyumbani. Sasa Simba hatujasikia kama atatumia uwanja huo au kuna uwanja mwingine ambao umeuchagua. Ili limekaje Ahmed Ally? Sisi ni Benjamin Mkapa, hakuna mabadiliko yoyote mpaka sasa. Na pengine watu wangetaka kufahamu au ndio ile kauli kwa Mkapa atoke mtu na mnahisi Mkapa ndo kuna bahati na wengine mmechukua pengine kwa namna gani? Pengine kuna vitu vingine mmeviona? Ndio kweli wanasema pengine kauli ya kwa Mkapa atoke mtu ndo iliyosababisha mbakie kwa Mkapa, na kuna wengine ambao wamehama pengine wameona fursa zingine huko na nyinyi hamjaona. Sasa muulize waliohama, kwa sababu kuhama ndio sio kitu cha kawaida, ila kubaki kwa Mkapa ni jambo la kawaida. Kwa sisi kubaki kwa Mkapa sio story, waliohama ndio story. Kwa hiyo muulize waliohama kwa nini wamehama. Sisi kubaki kwa Mkapa sio story, na sisi kubaki kwa Mkapa ndio maisha yetu tangu klabu yetu imeanzishwa. Kuhama unahama ukiwa na dharura ama na sababu nyingine. Kwa sisi kubaki kwa Mkapa hatuhitaji kujieleza kwa nini tunabaki kwa Mkapa, kwa sababu tunabaki nyumbani kwetu. Jumla ni mashabiki sasa wa Simba wafahamu kwamba dimba la Mkapa Mnyama ndipo ambapo atatumika kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Maliza na neno lolote. Hapo sasa tumepatia Lugano Israeli wa mjini SM. Salama kabisa Lugano, baada kwako. Safi, mambo yanakwendaje? Niko sawa. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaendeleaje hapo? Tunaendelea na maandalizi na mazoezi kuelekea mechi yetu ya ligi kuu ya NBC siku ya tarehe 8 ya mwezi huu wa 11. Ndio. Mechi dhidi ya JKT Tanzania. Maandalizi yanaendeleaje na wachezaji pengine majeruhi? Kuna majeruhi wote au taarifa zikoje? Maandalizi yanakwenda vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumerejea uwanja wa mazoezi tangu siku ya juzi Jumanne. Tumefanya mazoezi jana Jumatano na leo Alhamisi vile vile tumeendelea na program ya mazoezi. Jambo la kumshukuru Mungu, wachezaji wetu wote wapo katika hali nzuri. Tutaendelea kukosa huduma ya mlinda mlango wetu Musa bin Kamara Spider ambaye bado ana changamoto ya majeraha, lakini vile vile tutaendelea kukosa huduma ya mlinzi wetu Abdulrazak Hamdan ambaye vile vile
bado ana changamoto ya majeraha, lakini wengine wote waliosalia wako vizuri, na taarifa njema ni kwamba Mohamed Bajaber anazidi kuimarika siku hadi siku, akiendelea vyema na programu ya mazoezi kiasi kwamba anatia matumaini kwamba muda si mrefu kuanzia sasa anaweza akaanza kuitumikia Simba Sports Club. Ni jukumu la mwalimu tu kupima kiwango chake cha utimamu wa mwili, na baada hapo ataamua kama yuko tayari kutumika ama la, lakini kwa upande wa kiafya yuko fiti kwa asilimia kubwa kweli kweli. Kifupi tu ni kwamba tuko vizuri kuelekea mechi yetu ya Jumamosi dhidi ya JKT Tanzania. Najua tutaendelea kuzungumza kuhusiana na ligi kuu, lakini siku za karibuni draw lishachezeshwa. Simba tayari shajulikana na watu ambao wanaenda kucheza nao. Sasa kwa maana wasikilizaji wa Mjini FM wanataka kufahamu kuhusiana na mapokezi yenu kama wekundu wa Msimbazi, kuhusiana na kundi lenu mnalionaje na maandalizi yenu kuelekea kwenye mashindano hayo yakoje? Ahmed Ally. Ahmed Ally bado yuko hewani. Kundi letu ukilitazama kwa jicho la haraka unaweza ukaingia mtego wa kuamini kwamba ni kundi jepesi, lakini ukilitazama kwa jicho la kiufundi na jicho kubwa unakuja kubaini ni kundi gumu kweli kweli. Changamoto ni kwamba sisi tumekariri tukipangiwa na timu kutoka ukanda wa kaskazini, basi tunaamini hilo kundi ni gumu, na ukipangiwa na timu kutoka ukanda mwingine wa Afrika, basi tunaamini hilo timu ni mchekea. Kwa sisi kupangiwa na timu mbili ambazo zinatoka ukanda wa tofauti na kaskazini, imewapa watu ahueni kubwa ya kuamini ya kwamba kundi letu ni jepesi, lakini ukweli ni kwamba kundi letu ni gumu. Petro Atletico sio Petro di Luanda sio timu ya kuichukulia poa. Ni timu ngumu, ni timu nzuri, imejipanga vizuri. Ukiangalia hawa ni wana nusu finali wa ligi ya mabingwa msimu mmoja uliopita. Maana yake ni kwamba ni timu ambayo iko imara, iko thabiti na iko vizuri kweli kweli. Lakini hata ukiangalia Stade Malien, pamoja na kwamba hawana historia na jina kubwa Afrika, lakini haiondoi kwa ukweli kwamba ni timu ambayo inaundwa na wachezaji wengi vijana ambao wana uchu wa kufanya vizuri na kufika mbali na kutafuta soko. Na sote tunajua ya kwamba timu za mavijana wa magharibi wanayatumia haya mashindano ya Afrika kujiuza zaidi. Kwa hiyo unapocheza na watu wa namna hiyo, ambapo unakuta nusu ya timu yote hiyo ipo sokoni na tafuta soko, maana yake mechi inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kundi letu ni gumu sana. Esperance hawa ndio hawamiliki kwa ubora wao. Kwa hiyo kundi letu ni gumu, lakini tumejidhatiti kwenda kupambana na kuvuka kwenda hatua ya robo finali. Ni wana robo finali, mpaka mlikuwa mnaoita kina mwaka robo. Mnaona nafasi ya kuvuka mara baada ya kusema sasa kundi ni gumu? Ya, nafasi ya kuvuka ipo pamoja na ugumu wa kundi letu, lakini sisi kwa ubora tuliokuwa nao, uzoefu tuliokuwa nao, tuna imani, tunaamini tutavuka kwenda hatua inayofuata. Na vipi kuhusiana na uwanja? Manake tumeona taarifa za timu tofauti zikitaja uwanja wa New Amani Complex pale Zanzibar kama ni uwanja wao wa nyumbani. Sasa Simba hatujasikia kama atatumia uwanja huo au kuna uwanja mwingine ambao umeuchagua. Ili limekaje, Ahmed Ally? Sisi ni Benjamin Mkapa, hakuna mabadiliko yoyote mpaka sasa. Na pengine watu wangetaka kufahamu, au ndio ile kauli kwa Mkapa atoke mtu, na mnahisi Mkapa ndo kuna bahati, na wengine mmechukua pengine kwa namna gani? Pengine kuna vitu vingine mmeviona? Ndio kweli wanasema pengine kauli ya kwa Mkapa atoke mtu ndo iliyosababisha mbakie kwa Mkapa, na kuna wengine ambao wamehama, pengine wameona fursa zingine huko na nyinyi hamjaona. Sasa muulize waliohama, kwa sababu kuhama ndio sio kitu cha kawaida, ila kubaki kwa Mkapa ni jambo la kawaida. Kwa sisi kubaki kwa Mkapa sio story, waliohama ndio story. Kwa hiyo muulize waliohama kwa nini wamehama. Sisi kubaki kwa Mkapa sio story, na sisi kubaki kwa Mkapa ndio maisha yetu tangu klabu yetu imeanzisha. Kuhama unahama ukiwa na dharura ama na sababu nyingine. Kwa sisi kubaki kwa Mkapa hatuhitaji kujieleza kwa nini tumebaki kwa Mkapa, kwa sababu tumebaki nyumbani kwetu. Kwa hiyo kwa ujumla ni mashabiki sasa wa Simba wafahamu kwamba dimba la Mkapa Mnyama ndipo ambapo atatumika kwenye mashindano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ewa. Maliza na neno lolote.
Hapo sasa tumepatia Lugano Kiswahili wa Mjini FM. Mashabiki wa Simba Sports Club wajiandae. Tunakwenda kuchinja watu Benjamin Mkapa. Asante sana Ahmed Ali. Asante. Asante.